Bila shaka huu utakuwa ndio mwaka ambao Tanzania imesimama juu ya kupigania haki duniani kote. Tumeshuhudia miaka mingi maandamano yakifanyika kuhusiana na haki katika chaguzi mbalimbali, lakini imekuwa tofauti. Huu mwaka wa 2025 umekuwa mwaka wa tofauti sana. Hii ni Canada, jijini Toronto, wa Tanzania wakiandamana kuelekea maeneo ya ubalozi wa Tanzania kwa ajili ya kuanikiza hali ya amani katika nchi ya Tanzania na haki, kitu ambacho kinazidi kutia hofu kwa walioko madarakani, kwa sababu karibia miji mbalimbali duniani na nchi tofauti tofauti wa Tanzania wamekuwa wakiandamana kuanikiza amani, wale waliotekwa waweze kuachiliwa na wale ambao wamekamatwa waweze kuachiliwa, lakini pia itendeke haki kwa wale waliofariki Oktoba 29 na 30, ambapo ilikuwa ni siku za uchaguzi, lakini pia kulitokea machafuko ya maandamano makubwa ambayo yasababisha vifo vya vijana wengi ambao wengine hawajulikani wapi walipo kwa mujibu wa familia zao, lakini wengine wakiwa wamepatikana wamekufa na familia zao zimeweza kuwazika, lakini walio wengi hawajaweza kuzikwa kwa sababu wameshindwa kupatikana miili yao, na ndugu wamekuwa wakipambana kila namna, kila njia kuhakikisha kwamba wanawapata, lakini imeshindikana kuwapata, kitu ambacho kinaibua diaspora wa Tanzania wanaoishi mataifa tofauti tofauti duniani kote, Amerika, Ulaya na nchi zingine za Afrika. Wamekuwa wakiandamana kwa ajili ya kuanikiza utulivu, amani, lakini pia na haki kupatikana kwa Watanzania. Ukisikiliza hawa wanaoandamana huko Toronto wanakuambia Samia must go, lakini pia wakianikiza kupatikana kwa watu waliotekwa na ambao mpaka sasa hivi hajulikani walipo, lakini pia wakianikiza vijana waliowekwa maabusu na kesi za uhaini waweze kuachiliwa huru. Pia wanaanikiza Tundu Lissu naye pia aweze kuachiwa huru kutokana na hali iliyonayo, wakidai kwamba wamefungwa bila haki. Kwa hiyo inatakiwa waachiliwe mara moja, lakini pia Rais Samia Suluhu aweze kuachia madaraka hawa diaspora kutoka jijini Toronto huko nchini Canada, wakiwa wameandamana kwa ajili ya kudai haki ya Watanzania, lakini pia kudai amani ambayo imetengenezwa kwa miaka mingi Tanzania, lakini mwisho siku imeanza kupotea kwa muda huu mchache. Bila shaka mwanafamilia wa MCD Sports Zone umeshuhudia matukio mengi kutoka mataifa tofauti tofauti, kwa mara ya kwanza wa Tanzania wakianikiza haki kupatikana katika taifa hili na demokrasia. Nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kuzipata taarifa zetu.